Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 7. Somo lisemalo, je, imani inaondoa utilifu? Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Basi je, tuibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha! Kinyume cha hayo, tuithibitisha sheria. Warumi 3:31. Imani siyo dawa ya kutia usingizi, bali ni kichocheo. Kutazama Kalvari hakutainyamazisha nafsi yako isitekeleze majukumu, bali kutaunda imani itendayo kazi, ikitakasa nafsi kuondokana na ubinafsi. Imani iokoayo nafsi katika Kristo Yesu siyo kile kinachowakilishwa na wengi kuwa. Wewe amini tu ni kilio cha wengi. Wewe mwamini tu Yesu, kisha utaokolewa. Ni hivyo tu basi inatosha. Ingawa imani ya kweli inamtumaini Kristo kabisa kwa ajili ya wokovu, itaongozwa kwenye upatanifu kamili wa sheria ya Mungu. Kuna makosa mawili ambayo watoto wa Mungu, hasa wale ambao ndio kwanza tu wameanza kuitumaini neema yake, wanahitaji hasa kuwa waangalifu. La kwanza ni lile la kutegemea matendo yao, wakiamini kila kitu wanachokifanya wafikisha kuwa na mapatano na Mungu. Yeye ambaye anajaribu kujifanya kuwa mtakatifu kwa matendo yake katika kuitunza sheria, anajaribu kufanya jambo lisilowezekana. Ni kwa neema ya Yesu pekee, kwa njia ya imani, kunakoweza kutufanya kuwa watakatifu. Kosa lililo kinyume na la hatari isiyo ndogo ni kuamini kwamba kumwamini Yesu kunawaweka watu huru dhidi ya sheria ya Mungu, kwamba kwa kuwa kwa imani pekee tunakuwa washiriki wa neema ya Kristo. Matendo yetu hayana uhusiano wowote na ukombozi wetu. Lakini zingatia hapa kwamba utii sio ukubalifu wa nje tu, bali ni huduma ya upendo. Sheria ya Mungu ni udhihirisho wa asili yake tukufu. Ni kielelezo halisi cha kanuni kuu ya upendo, na hivyo ni msingi wa serikali yake mbinguni na duniani. Badala ya kumweka mwanadamu huru dhidi ya utii, ni imani na imani pekee inayotufanya kuwa washirika wa neema ya Kristo, ambayo inatuwezesha kuonyesha utii. Kama vile Yesu alivyokuwa katika asili ya mwanadamu, ndivyo ambavyo Mungu anavyotaka wafuasi wake kuwa.
Katika uweza wake tunalazimika kuishi maisha ya usafi na ya uadilifu ambayo ndiyo Mwokozi aliyaishi. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, je, imani inaondoa utilifu? Hebu na tuombe. Asante Baba kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa somo zuri ulotupatia. Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie